Naomba tukae. Tuendelee na tuhitimishe somo letu lenye kichwa kinachosema kipe nini space. Kichwa chako kina mambo mengi, tunakihitaji, tunakitegemea, kisilemewe na mizigo. Ukikibebesha mizigo mingi, tutakosa kukifaidi, kwa sababu tayari kitakuwa kimebeba mizigo mizito. Niliwaambia leo nitakwambia tabia 4 ambazo zipo kwenye kichwa cha mwanadamu. Ukizijua hizo tabia, nilikwambia itakusaidia kukaa na wenzako bila kukupa stress wala msongo wa mawazo. Kwa nini tunapenda kuzichambua hizi tabia? Kwa sababu tunajua ukimjua mtu hawezi kukusumbua. Ukifahamu, ndio maana wazungu wanapokuja huku na wao wanaambiwa kwamba ukienda Afrika watakuomba hela, watafanya hiki, usitoe hela, ukitoa hela wanaambiana. Kwa hiyo wanajazwa maneno kuhusu sisi. Misheni mmoja aliletwa kwetu Tanzania, walimwambia Waafrika ni wezi, Waafrika ni ombaomba, Waafrika si wako hivi, walimjaza maneno. Bahati nzuri alipofika akashangaa, Waafrika wanamletea kuku, wanamletea mayai, wanamletea matunda. Sasa akasema hawa si ndio niliambiwa niwe makini nao? Sasa hapa naye kula vya wenzake ni nani? Akagundua yeye. Sasa hata Waafrika wakiingia kwenye nyumba yake, wanaposhangaa yale mapambo, yeye na mawazo yake yote tu wanaangalia vitu vya kuiba. Kumbe wanashangaa tu. Siku amemaliza mkataba wake anarudi, alilia sana, kwa sababu alisema niliambiwa tofauti na mlivyo, lakini nimegundua nyie ni watu wema. Amen. Angetujua mapema, asingekaa na sisi vile alivyokuwa anakaa na sisi kwa tahadhari kubwa. Lakini mwanadamu ni vizuri ukajua tabia zake. Kuna zile tabia ambazo ni natural, yaani mwanadamu amezaliwa nazo, wala hata usiseme mchungaji inakuwaje. Kuna tabia zimezaliwa na sisi, yaani kila mmoja wetu hapa anazo. Tofauti yetu ni moja. Kuna wale ambao wana uwezo wa kuzikontrol, kuna wale ambao wameferi kuzikontrol. Niulize swali, kwa sababu tunajifunza, tutaongea na vitu vingine ambavyo havina heshima, lakini lengo ni kutaka kujifunza. Amen. Hivi wangapi yani mwili wake unawaka tamaa? Yaani mwili wake kuna wakati anawaka tamaa. Mnakausha au swali hamkulitegemea? Sema tu ukweli. Mwili wako kuna wakati unawaka tamaa. Ndio maana umeoa, ndio maana umeolewa. Paulo anasema ilifaa watu wasioe na kunani, ila kwa sababu ya nini? Sasa unavyojikausha unayo, yaani automatically ulizaliwa nayo. Ulipokuwa katoto kadogo tu ulikuwa na tutamaa uto, ukawa unakuwa nato.
Yaani hiyo ni automatically. Lakini kwa nini ufanye umalaya? Ufanye umalaya sio kwa sababu huna tamaa, sio kwa sababu hutamani wanaume, hutamani wanawake. Automatically kuna wale ambao akili yako inasema walioumbwa namna hii ndio wazuri. Ukiwaona mwili wako nawaza ujinga. Lakini kwa nini hufikii maamuzi ya kuupeleka ukafanye dhambi? Ni kwa sababu ndani yako kuna nguvu ya kukontrol. Amen. Yaani unaukontrol mwili wako. Unasema nyamaza, huyu ni mke wa mtu. Nyamaza, wewe umeoa. Nyamaza, wewe ni mke wa mtu. Nyamaza, wewe una mtu wako. Nyamaza, bado hujaolewa, utampata wako. Nyamaza. Kwa hiyo si Biblia imeshasema siku zote mwili hushindana nani? Yaani mwili siku zote unapenda kufanya mambo yake, lakini ile nguvu ya neno, utakatifu ulio ndani yetu na uokovu ndio unaotufanya miili yetu tuwe tunaikontrol. Paulo wakati anataja sifa za kiongozi akasema, akataja nyingi, awe mkaribishaji, awe lakini kuna sifa moja ya msisitizo, awe na uwezo wa kuikontrol nafsi yake. Aidhibiti nini? Nafsi yake. Kwa nini aidhibiti? Kwa sababu nafsi inataka vitu vingi, lakini lazima kuna wakati unaidhibiti, unaiambia nafsi. Mchungaji wetu ni mmoja. Watu wote hatuwezi kuwa wachungaji hapa. Kwa hiyo nafsi, mchungaji ni mmoja, tutamheshimu, iwe tumemzidi akili, iwe tumemzidi pesa, iwe tumemzidi elimu, iwe tumemzidi umbo, iwe tumemzidije, lakini huyo ndio mchungaji wetu. Akisema kaa, tutakaa. Akisema simama, tutasimama. Akisema nenda nyumbani, tutaenda. Nafsi yako ingetamani na yenyewe iwe mchungaji. Amen. Nafsi yako ingetamani, lakini unaiambia hapana. Kanisa haliwezi kuwa na wachungaji wengi namna hiyo, sisi bado ni wachache. Kanisa itakapokuwa tutatafuta maassistant, ila kwa sasa tuna mchungaji mmoja. Nafsi mkubali, unailazimisha. Amen. Unanielewa? Maana yangu kuna vitu tumezaliwa navyo. Kwa mfano, kuna mtu hapa, unyoshe kidole, ambaye huna hasira, ambaye huna hasira. Unasema mchungaji, mimi sijui kuchukia na sijawahi. Hata mtu anikorofisha kiasi gani mimi Wangapi ambao hawana hasira hapa? Utushauri namna gani mwenzetu ulizaliwa bila hasira? Unajua kwa nini? Biblia inasema tuliumbwa kwa mfano wa nani? Mfano wa Mungu. Kama tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, Mungu ana hasira? Hana. Ana hasira. Tena yeye achukii tu, hasira yake inawaka. Wewe hasira yako imewahi kuwaka? Ya Mungu inawaka. Sasa kama tuliumbwa kwa mfano wake, maana yake ni kwamba na sisi tuko na hasira kama yeye. Unanisikia? Wangapi wana wivu? Wote tuna wivu, kwa sababu wote tunazaliwa. Katoto kadogo kana wivu, hakataki mama yake abebe mtoto mwingine, nasikia kanataka akawe kenyewe. Yaani wakati mwingine hakataki mwingine alale na mama yake, mama ndio akakumbatie kenyewe. Kakija katoto kengine ambako ni kadogo kake au kadada kake kake na jiras, mtu amezaliwa nayo. Amen. Ndio maana huwezi kusema mimi najua kupenda ila sina wivu. Haiwezekani, kwa sababu wivu na upendo vinakaa mtaa mmoja. Ukipenda sana utakuwa na wivu sana.
kwa sababu hivi vitu vinakaa pamoja. Mimi pamoja na uchungaji wangu, nione mtu ameweka mkono kwenye bega la mke wangu, anasema mama mchungaji, huyu mama tulisoma naye. Kusoma naye ndio ukaweke wivu? Tena wanasema sisi wanaume ndio tuna wivu original, si kiumbaji. Mwanamke ni second material, yaani tulipoumbwa sisi na wao wakachukuliwa ubavu, si ndio? Ndio maana wenzetu wako soft, sisi tumekauka kwa sababu ni udongo original. Wenzetu ni nyama. Kwa hiyo sisi tuko na wivu original. Nyie kila kitu ni copy tu. Wanawake wana wivu lakini sio original, ni kama copy hivi. Amen. Tuje kwenye uhalisia. Hata kama unabisha, ni wanaume wangapi ambao wanaweza kushare mke wakakaa miaka na miaka? Yaani mke mmoja, wanaume watatu wanakaa wote hapo, wanapangiana zamu, wiki hii ya huyu, wiki hii ya huyu. Wanaume wangapi watakaa? Ni wamama wangapi ambao wanakaa kwenye mwanaume mmoja, wanawake watatu? Si ni wengi tu. Mama na paniki siku ya kwanza, mwisho anatulia, anamwita yule aliolewa wa pili, uniheshimu, nilitangulia. Kesho yake anamwambia twende nikupeleke soko, unajua tunakonunua vitu, twende. Wanaenda, wakiwa njiani wamepatana, wanaanza mikakati. Mdogo wangu tukizembea ataongeza watatu. Unakuta hata yule wa pili asema kweli dada, tumdhibiti. Wanarudi huko, mama cheo kimepanda, amekuwa bii mkubwa, huyu ni bii mdogo. Wakienda sokoni, bii mdogo ndo anajitwisha vitu, dada cheo kimepanda. Wanaelewana, watasaidiana kulea watoto. Mwingine akienda msiba, mwingine anabaki na watoto, mwingine akianika vitu, wamesha sameheana. Lakini wanaume tunaweza? Si tutauana kwa sababu tuna wivu original. Amen. Lakini wivu ni pati ya maisha ambayo tumezaliwa nayo. Sasa namna gani utaukontrol wivu wako ndo itaonyesha maturity ya kichwa chako. Lakini wivu wote tunao. Ndio maana kuna mmoja anaweza kamkuta mume na mwanamke mwingine, reaction ikawa tofauti. Sio kwamba hajaumia, atauliza tu za hapa nzuri, ameumia. Anasema huyu ni nani? Dada tulikuwa tunasoma naye. Okay, wifi za siku. Lakini moyoni ameumia, ila amekontroli wivu wake. Mwingine anamkuta hapo, haulizi, ni nani unatafuta nini na mume wangu? Mume kwa maraya. Lakini wote waliumia, ila mmoja alichukua action, amereact vibaya, mwingine amereact kwa hekima, lakini wote wameumia. Amen. Kwa hiyo umo ndani yako kuna wivu, kuna hasira, kuna selfishness iko humo ndani, ubinafsi uko humo ndani, kupenda, chuki, vyote viko humo. Mioyo yote iko humo ndani. Maamuzi ya kuitumia iko mikononi mwako. Siku moja polisi alinikamata. Ukweli nilikuwa speed. Unajua kuna wakati haya magari ukaweka na kamuziki, barabara ikanyoka, unafanya na maombi, unasahau na speed kuangalia dashboard. Nikawa niko speed, niko 140 hivi, maeneo ambayo natakiwa kwenda speed ya 50. Tanzania tuna speed sana.
hapa na hapa, spidi 50, sijui 80, sijui ngapi. Sasa mimi sometime tunatumia vibaya umaarufu tulionao, kwa sababu ni kama nimeingia kwenye VIP, yaani kwamba hakuna polisi anijui, hakuna sijui nani anijui. Kwa hiyo hata wakinikamata kamera wakishusha tu, ni wewe mzee, nenda. Sasa hiyo inakupa kakiburi fulani hivi kakujiondoa kwamba mimi kamera hazinihusu. Kwa ni usalama wako, ni mafuta tu. Sasa nimekimbia hapo, wakapiga mkono, wakaniangalia. Sasa huyo bwana alikuwa hajaniona vizuri kwa sababu nilivaa kofia, jua lilikuwa linawaka. Akaniambia, mzee, ulikuwa speed. Nikasema ni kweli. Akasema nikuandikie. Nikamwambia, kijana wangu, humo kwenye moyo wako humo kuna mioyo hii miwili. Kuna moyo wa huruma uko ndani yako, kuna moyo wa ukatili uko ndani yako. Sasa ni wewe unataka kufanya practical na moyo upi? Kama utatumia ule wa huruma, utanisamehe na mimi sitarudia kwenda spidi, nitakuwa makini, nitaenda. Ukiamua kutumia wa ukatili, niandikie, nilipe faini, nitaenda. Lakini mioyo yote ni ya kwako, na hakuna moyo nitauraumu. Ukitumia wa ukatili ni wako, kwa sababu na wenyewe umekaa humo, inabidi ufanye kazi. Ukitumia wa upole, na wenyewe ni wako, inabidi ufanye kazi. We chagua utatumia upi. Akaniangalia. Sasa wakati tunaongea ndo akawa na recall sauti. Akasema, hii sauti kama ni wewe, sio Mgogo wewe? Nikasema kwani? Akasema, hii sauti ni wewe. Ni wewe, umeanza hapa, umeanza kunihubiria, unataka nichague moyo. Haya, nimechagua wa huruma, nenda. Maana yangu ni nini? Maana yangu, ndani yako humo una uwezo wa kupractice chochote. Usifikiri wewe uwezi kuua mtu. Usifikiri wewe uwezi kufanya kutukana mtu. Usifikiri uwezi kupiga mtu. Unaweza. Ngumi unayo, mikono ya kushikia kisu unacho, akili ya kwenda kutafuta piso kununua unayo. Lakini kwa nini haujafanya hayo mengine? Kuna moyo uliochagua kuishi nao. Amen. Unasikia rafiki yangu? Yaani hapa mimi humu ndani naweza kukuchukulia moyo fulani nikufanyie, mpaka useme huyu ni mchungaji. Na uhuru si iko humu. Anasema, nimekuwekea vitu viwili mbele yako, mauti na nini. Unajua hizi zote ni lugha za falsafa ambazo usipoelewa kilicho nyuma ya hizi sentensi huwezi kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka mtu naishi maisha matakatifu haimaanishi ndani yako hakuna tunda la uovu. Wanasema asili, nature ya mwanadamu, hii miili yetu, tunatakaswa tu na damu ya Yesu na neno lake linatukontrol. Haleluya. Ndio maana kusoma kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa kwanza mpaka pale anaposema Kaini akamjua mkewe, akazaa nani, Adamu akazaa mtoto Kaini, si wa pili Abeli, si na nani. Lakini wale watoto wote, kila mmoja alikuwa na hiyo mioyo. Abeli alidhibiti, Kaini alifeli. Ndio maana Mungu anamwambia Kaini, maana yake Kaini alikuwa mtakatifu, msifikirie hivyo. Mungu anamwambia kuna dhambi iko mbele yako, inafanya nini? Inakuotea, ya kupasa ufanyeje? Uishinde. Angeshinda angebaki nani? Mtakatifu. Lakini alipokubali kuferi, ndo akawa mwenye dhambi. Kwa hiyo ndani yake
kuna kelele zilikuwa zinapigwa, lakini akashindwa kudhibiti mpaka kaua. Amen. Nimeanzia mbali ili uweze kunielewa kwamba mwanadamu kwa nature uovu ni mwingi, uovu ni mwingi, ila unafikia level ya utakatifu kwa sababu ya kucontrol ile nafsi inapokupeleka. Ndio maana kila jambo unalotaka kufanya lazima kikae. Ndio unasikia mtu anasema moyo mmoja ulisema ni, moyo mwingine ukasema moyo mmoja ukasema moyo mwingine ukasema alafu mwisho nika Maana yake kulikuwa na vita. Unanisikia? Hata wewe leo kuwa hapa ni vita ulioshinda. Kulikuwa na kikao, sijui kilikuwa saa ngapi. Cha kwako umekaa saa ngapi? Asubuhi? Ulikaa mchana karibia na muda wa kuja? Ulikaa asubuhi wakati unaamka au jana jioni? Kuna kikao kilikaliwa. Utaenda lunch time. Niende. Nikaende huku, nikaende. Mpaka umefika hapa. Ndio maana kuta kuna watu anatokeza hapo. Unaona tu jamaa ametoka kwenye vita kali. Ameshinda lakini ametoka kwenye vita kali. Yaani anaenda anajisukuma tu. Ujue kapambana kweli. Amen. Au umewahi kuona wakati ule ukitaka kutoa sadaka, kile kikao unavyopambana? Sisi wanaume unachomeka mkono mfukoni, vita inaanzia kule. Vidole ghafla vinageuka, vina macho, vinasema hii umeshika ni 200, hii umeshika 100, hii 50, unakuta mtu uko kuru. Mwingine naona viti na mshinda anatoa kidogo. Kwa kile unachokiona humu ni matokeo ya vita ya pochi yake. Amen. Mzee mmoja yuko Marekani kule, aliona hii vita ya sadaka inamsumbua, akafanya mahesabu, akasema kila Jumapili kwa mfano nikatoa 1,000 na Jumapili mwaka una Jumapili ngapi? 52. Akasema kama kila Jumapili 1,000 mara 52 52. Akachukua hiyo hela akaweka kwenye bahasha, akasema Mungu, mimi na wewe tumemalizana. Akatoa 52 akaweka. Akasema siku zingine zote nakuja kuabudu tu, habari ya sadaka tumemalizana. Kwa hiyo mnasema wimbo wa sadaka, nilishamalizana naye. Tuje mbele, anawapisha watu, sema mimi tulimalizana naye. Baadaye mchungaji wake akamuuliza, mbona hatukuoni ukitoa sadaka? Akasema mchungaji, mimi natoa kwa mwaka mara moja, namalizana na hiyo. Wakakaa kikao, wakasema ila wazo lake ni kama lina nguvu. Sasa hivi lile kanisa hawatoi sadaka kila Jumapili, walishakubaliana wote kanisa zima, wiki la kwanza la mwaka unamalizana na Mungu. Kwa hiyo mwaka mzima budget imeshatolewa. Wanasema mwaka ujao tunatakiwa tuwe na dola milioni 2 labda, natoa mfano. Kwa Wakristo tuliopo, kama kila mtu atatoa dola 2,200 tunamaliza. 3,300 tunamaliza. Siku hiyo wiki la kwanza
kila mmoja anatoa hizo, wamemaliza. Jumapili ni kuselebreti, kuimba neno nyumbani, kuimba neno nyumbani. Kama kutakuwa na dharura, mgeni amekuja kuhubiri hapo, nani hapo ndo wataweka chombo. Lakini sio sadaka, walishamaliza na mwezi wangapi? Amen. Na wamefika mbali. Kanisa lina miradi mikubwa kwa sababu pesa inaingia kwa wakati mmoja milioni 100. Wanaipangia kazi kila kitu. Kwa ndio maana wao haya mahubiri ya toa wanasema nawapigia watu kelele. Watu tulimalizana. Haleluya. Yote hii wanakwepesha vita ya sadaka katika mioyo. Pointi ambayo nataka niwafundishe leo, nimetoa utangulizi wote huu ili uelewe ndani yako unaweza kutenda mema au mabaya, vyote viko na maamuzi yako. Tunaposema keep space kichwa chako, maana yake maamuzi ya vitu vya kutunza na kudiriti viko mikononi mwako. Kwa sababu leo ndio nataka nikupe sifa 4 za kila mwanadamu utakayekaa naye. La kwanza tulisema jana, mwanadamu ni kiumbe ambacho hakijawahi kuwa nini? Kwani sasa watakusumbua? Watakupa pressure? Ukimtendea mtu mema hajashukuru ndo unakata tamaa? Unajua watu hawa hawajawahi. Unamtumia mtu hela, anakwambia hujaweka ya juu ya kukata wakati natoa. Kwa hiyo kwenye akili yako usihesabie umenipa 100,000, umenipa 100,000, umenipa 98,000. Unampa mtu nguo, anasema umeona wewe, hii ndio nguo za zamani. Unamnunulia mpya, hizi mpya zinachuja rangi, ungenipa za kwako. Ni shida. Umewahi kumtumia mtu hela zimefika, amenyamaza. Unampigia, umepata? Anasema ndio maana umeona niko kimya, nimepata. Unafanyaje? Vyote viko mikononi mwako, kulivise na kumwachia. Lakini unapodiri na kiumbe kinaitwa binadamu, unadiri na kiumbe ambacho hakijawahi kuwa ni serious hata kidogo. Unafanya hiki wala ulitegemea ata appreciate. Unajua kuna mama mmoja nilimkuta mahali, alikuwa na katoto kake. Wale Wamasai wa kule kwetu ni marafiki zangu sana. Hasa yule mama nikamkuta hapa, kale katoto kakanisalimia, shikamo. Nikasema marahaba. Nikachukua hela mfukoni nikakapa, maana walikuwa stage wanasafiri. Yule mama alivyoshukuru, sikutegemea. Umewahi kuona mtu unampa kitu anashukuru mpaka unaona ulichokifanya hakifai? Paka nikasema, mama, kwani mnaenda wapi? Akasema tunasafiri kwenda mahali. Nikasema nauli yenu shilingi ngapi? Akasema hivi na hivi. Akasema nawalipia yote na wakatia, wewe, mtoto na ndugu zangu. Akashukuru paka nikawapa na yakula njiani. Lakini nilikuwa sijapenda, yani ameshukuru mpaka kile nilichofanya nikaona hakitoshi. Siku nyingine nikakutana na hao wanaokota makopo. Nikamwambia, mwanaume unapambana? Akasema yes baba. Nikasema nafurahi nikiona watu wanapambana. Nikachukua hela nikampa. Alivyoichukua kama vile alikuwa ananidai kwa muda mrefu, halafu nimechelewesha, akanyakua tu akaweka. Nikamwangalia,
anaenda amebeba makopo yake anaenda, hamna asante. Hii inakuonyesha tunaishi na watu wa aina mbalimbali. Wengine hawako serious. Lakini kwa nini tunaendelea kutenda mema? Tunatenda mema kwa sababu wema uko ndani yetu. Ule wema ulio ndani yetu unahitaji kufanya practical. Ndio maana kuna watu wanakushangaa, wewe yule amefanya hivi na hivi, bado unamfanyia hivi na hivi. Sio wewe, wema ulio ndani ndio unaokulazimisha ufanye. Na ukifanya, yule ameshukuru hajashukuru, hayo sio ya kwako. Kwa sababu wanasaikolojia wanasema hivi, ukitenda mema unaiponya nafsi yako mwenyewe. Mzee mmoja alimkuta mlemavu wa miguu anatembea na fimbo anaenda. Akamuuliza, unaenda wapi? Akasema, naenda kijiji kile cha mbali. Akasema, utafika saa ngapi hivi unaenda hivi? Akasema, pole pole nitaenda. Akamwambia, okay, sawa, ngoja nikusaidie. Akambeba yeye na magongo yake, akamweka kwenye gari, wakaanza safari. Wamefika mahali alikuwa naenda, akamwambia nishushie hapo. Akamshusha, akakuta amemshusha anaenda. Akamuita, we umekuwa binadamu gani huna shukrani? Akasema, sasa hapa ndio tumekutana sasa. Mimi mwenyewe nakushangaa, nimeshuka naenda, unaniangalia tu, husemi asante. Yule mwenye gari akasema, hivi hapa wakushukuru alitakiwa wewe nani? Akasema, wewe. Akasema, kwa nini? Akasema, sikia nikufundishe. Ungeniacha pale na magongo yangu, ungeteseka njia nzima. Kwamba nimemwachaje wakati nafasi kwenye gari ipo? Ungefika safari unateseka. Uliponibeba na hapo umenishusha, nishukuru, kwa sababu sasa unaenda moyo wako mweupe. Akasema, samahani na kushukuru. Akasema, uende kwa amani. Umeelewa hiyo saikolojia iliyoko hapo? Mtenda mema, usipotenda mema unakosa amani, kwa sababu wema uko ndani yako. Unanisikia? Ndio maana kuna vitu tunafanya, sio kwamba tunafanya ili watushukuru. Kwa usalama wa moyo wako, tenda ili moyo wako uwe na amani. Amen. Ndio maana wanaona sisi wana wa Mungu hatuwezi kukatishwa tamaa na kitu chochote kwenye kutenda mema, kwa sababu wema uko ndani yetu. Amen. Ndio maana kuna wakati unatoa sadaka zako, unatoa michango yako, lakini wachungaji hawashukuru kwa kiwango ulichofikiria. Wanasema tu, Mungu abariki mliotoa. Amen. Bwana bariki utoaji wenu. Amen. Wakati wewe ulitaka afunge safari mpaka fika hapa, seme dada, Bwana asifiwe sana, ile sadaka imetusaidia sana pale kanisani. Ndio na wewe kichwa unasema, ya Mungu akinibariki nitatoa tena. Lakini kama ndani yako kuna roho ya kutoa, haitajalisha mchungaji amekushukuru hajakushukuru. Kwanza sipo kushukuru ndio unafurahi kwamba mchungaji, nyamaza, mbingu zitanishukuru. Na shukrani ya mbingu ni kubwa. Amen. Unaona? Kwa sababu Mungu akiamua, kuna maneno nitaka kusema sio mazuri. Haleluya. Maneno ambayo nitaka kusema ni haya ambayo sio mazuri. Rafiki yangu sitayasema.
Unajua, kadiri unavyotenda wema kwa Mungu kuna ofa. Kuna nini? Ofa. Unajua ofa yake ni nini? Kwa mfano wewe ndio unayepanga viti kanisani, unahangaika hiki, unafanya hiki. Kuna ofa Mungu anakupa. Kuna magonjwa ambayo ilikuwa uugue wewe, anahamisha. Anatafuta mzembe mmoja ambaye kanisani hana faida yoyote, hapangi viti, anakuja kwa kuchelewa, sadaka hatoi, hakuna anachofanya mle. Sasa magonjwa ya mama huyu, pokea wewe, kaa nayo, kwa kunywa dawa kwa niaba yake. Amen. Tenda wema. Unanisikia? Tenda wema, kwa sababu wema uko wapi? Usivunjwe moyo, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe akijawahi kuwa serious. Ya pili, mwanadamu ni kiumbe kibinafsi. Ubinafsi hata wewe unao. Mwanadamu kwa sababu ya ubinafsi anatamani kila kitu yeye kwanza, wengine baadaye. Amen. Nilisema jana, kinachokupelekea umefika kwenye bakuli la nyama unapakua, unapekua ni kitu gani? Ubinafsi. Yaani wewe ule nzuri, wengine. Kwenye vile vyakula ambavyo tunakulaga kwenye mikutano, makongamano, wale wapakuaji hawaangalii sura, wanaangalia sahani. Ubinafsi ukikukaa, akipakwa utasikia hey, wewe weka nyama, acha utani, unaweka mifupa. Maana yake sahani yako iwe na nyama nzuri kuliko zingine. Wewe angalia pale nyumbani, ubinafsi ulipotawala. Kitanda chako na cha watoto vinafanana. La kwako nchi 8 kwa 7 likitanda. Ukitaka kuangalia magharibi na mashariki, watoto wanalala, utafikiri sika nini kakupanga mabegi. Wewe shuka lako ramana na nini watoto wako. Ukipakua nyama, watoto mchuzi na kapande kamoja. Nyie wewe na baba, minyama utafikiri mnaweka zege kwenye nyumba ina nini, minyama. Vikombe vya chai vikubwa, watoto tu plastiki. Unafikiri hiyo spirit inatokana na nini? Binafsi. Amen. Ndio maana unataka kila kitu wewe. Simuona hapa Kenya viongozi wenu jinsi walivyo. Mtu anashika Mombasa yote nchi yake, mwingine anashika Voi yote, mwingine anashika nini, wakati anajua kabisa kuna wote wa Kenya hawa ardhi yao ni hiyo. Lakini mtu anashika ardhi, huwezi kutembea kwa miguu, unajaza magari mafuta, itaisha tenki yote, unazunguka shamba la mtu huyu. Kinachofanya ahodhi yote hiyo ni nini? Binafsi. Ndio maana niliwaambia juzi, watu wanasema muujiza wa Yesu kulisha wale watu ni samaki kuongezeka na mikate kuongezeka. Nilikwambia huo kwangu mimi sio muujiza. Yesu kuongeza samaki na mikate ni kitu cha kawaida. Mimi kwangu muujiza ni wanafunzi wenye njaa kuwafikishia wenye njaa wenzao. Ule ndio muujiza. Nilikuuliza, ungekuwa wewe ungeanzia wapi kugawa samaki na mikate? Ungekaa mahali bugia maji, sababu nimepata nguvu niende nikawagawia. Lakini wale wanafunzi waliwagawia wanafunzi wengi wale wana mkutano, wakati na wao wana njaa. Walichokishinda pale ni ubinafsi. Kwa hiyo ukiishi na mwanadamu, unaishi na kiumbe kibinafsi, kitu kuhangaisha kichwa.
Ukiona najijali yeye, anataka yeye, useme nilishaambiwa moja, hamko serious, mbili, wa binafsi. Kilichofanya mpaka Kaini anamuua Abeli ni nini? Ubinafsi. Sadaka yake ndiyo ipokelewe. Kwa nini nimepokelewa ya huyu? Ubinafsi ni mbaya. Angalia hata sisi ambao tunaishi kwenye nyumba, baba na mama. Kama mimi Mgogo nashika hela nyingi kuliko mke wangu, suti nyingi zangu, viatu vingi vyangu, sijui nini vyangu, mama Judy kuinama ile second hand ya kuchagua 50-50, lakini mimi suti. Yote hiyo ni nini? Ubinafsi. Kwa sababu hela zinapita kwa wingi mikononi mwako, nguo nzuri, hivi. Sisi wanaume ndio, Mungu atuhurumie sana. Familia mkinunua gari, wa kwanza kuendesha ni nani? Familia mkinunua gari, wa kwanza kuendesha nani? Baba. Mama hana miguu, hana mikono, hana macho. Lakini raha yetu, mimi naendesha gari, mama awa ananiomba nipeleke sokoni, subiri. Kumfundisha. Lakini unapita barabarani, unakutana na wamama wake wa wenzako wanaendesha magari, wa kwako haendeshi. Litamuua. Mbona wewe uko hai? Tena kwa uzoefu, nani anaongoza kwa ajali? Wamama na wanaume? Na wanaume ni wanaume. Wamama wako careful sana. Mama akiwa barabarani, usimsalimie ukafikia atakuona. Yeye ni unasema mama nani? Jamani, amenipita kama vile hajaniona. Wamama wako makini. Ajali za wamama, amegongwa au kuna mtu kamwingilia mbele. Lakini wamama wako makini. Hata akitaka ku overtake, anawasha indicator, ahakikishiwe kwamba amepewa ruhusa. Kama hajahakikishiwa, ni jamani, namuomba, hakubali. Lakini hawa akina nani hao? Anatia pua polepole, pua huyo. Ajali nyingi barabarani ni za sisi wanaume. Lakini wamama, mke wangu akiendesha, unaraza na siti, unalala kabisa. Unajua niko kwenye mikono salama. Nikiendesha mimi, maombi ni Yesu, tushike, tufike salama, Baba kamata. Lakini yake akiendesha, speed 20, 30. Yuko makini. Kama ungekuwa na haraka tungeanza jana. Asa mimi hiyo wala. Haleluya. Kwa hiyo ubinafsi. Na ndio maana vurugu zote zinazotokea kwenye nyumba ni ubinafsi unaotuongoza kugombana. Kwa sababu gani? Nilikuwa nafundisha semina ndoa, tutajifunza kesho. Kila mwanandoa amejipanga nafsi yake ndio ihudumiwe. Mama anasema nikiolewa mme wangu atanifanyia hivi, atanifanyia hivi, atanifanyia hivi. Wakati mwanaume naye anasema nikioa mke wangu atanifanyia hivi, atanifanyia hivi. Kila mmoja amekaa mkao wa kutendewa.
Ndio maana ukiangalia taraka zote divorce, maneno yanayoandikwa ni mke wangu na mtaraki, nampa divorce, hanipiki, hanifuli, hanivi, hanifanyi yeye. Wakati mama na anasema wewe hunitoi out, huninunuli nguo, hunijali, huniheshimu, unamheshimu tu mama yako, mimi unanidharau, Uliwahi kuona mtu ana divorce anasema namfulia nguo havai, nampikia hali na wote ni hanifanyi, kwa sababu nature yetu sisi wa binafsi, unataka wewe kwanza, wengine baadaye. Haleluya! Kwa hiyo ya kwanza, wanadamu hawako serious. Ya pili, wa binafsi. Ya tatu ndio hiyo ambayo nimesema kila mmoja amejiseti ahudumiwe na wenzake. Ndio maana unaona hata kanisani, mnanisikia? Mvua imeongezeka, mnanisikia? Ndio maana hata kanisani watu hawataki kuhudumia wengine, anataka yeye wamhudumie, wamwombee, wamsomee neno, wamfanyie hiki, sio yeye. Mmoja aliwahi kuniambia, Mgogo, naomba ufunge siku 3 uniombee. Yaani mimi nifunge siku 3, yeye aendelee kula. Na watu wameshagundua kwamba watu kuomba hawataki, kufanya nini hawataki. Sasa wameamua kutumia huo uvivu wako wa maombi, wamegeuza imekuwa biashara. Wanakwambia huwezi kuomba, si tumeomba maji, tumeweka maombi kwenye maji, nunua. Tumeweka maombi kwenye kitambaa, nunua. Tumeweka maombi kwenye chumvi, nunua. Maana wewe si mvivu. Ukitaka kulala unachukua maji unajimwagia. Uvivu tu. Haleluya! Mvua nayo ni baraka yake. Tumeangalia mambo mangapi? Matatu. La kwanza, yaani unapoongea mwangalie jirani yako, mwambie la kwanza hauko serious. La pili, wewe ni binafsi. La tatu, unataka mimi nikuhudumie. Haleluya! Najua mnisikii. Mnanisikia ila hamnielewi. Lakini haka kasomo kanakusaidia. Maana yote haya nataka tu watu wasikusumbue. Nataka watu wasikuue kabla ya wakati, wasikujaze mambo kichwani, kichwa chako kiwe na space. Amen. Nasema mnanisikia? La mwisho,
Mtalisikia kweli? La mwisho, hawa viumbe wote hawa wana macho ya kuona mapungufu yako, sio kuona mapungufu yao. Yaani macho yao yana darubini ya kuona nini? Mapungufu yako, lakini sio mapungufu yao. Ndio maana mwanadamu ni mgumu kuomba msamaha, ni mgumu kuomba nini? Kwa hiyo ukiona amekukosea na haombi msamaha, usisumbuke naye. Mwambie tu nimekusamehe, Mugogo alishaniambia nyie viumbe hamuna macho ya kuona makosa yenu, muna macho ya kuona makosa yangu. Ndio maana Adamu, Mungu alimuuliza umekula? Alisemaje? Alisema mimi. Tena sio kwamba alikuwa anamnyoshea Eva, alikuwa anamnyoshea Mungu. Anasema yule uliyemleta, maana yake na wewe umechangia. Sasa kama aliona Mungu amechangia hivi, wewe atatubu kwako kweli? Na kwa kuwa wanaume sio wengi, niseme tu ukweli, sisi wanaume kutubu, kuomba msamaha ni msalaba. Ndio maana niliwaambia wamama, ukiona ulikuwa unamwambia we baba umekosea 1 2 3, ukaona ghafla anajikuna hivi, hiyo ndio toba. Ameshaomba msamaha tayari. Ukiona umemwambia anasema achana na ajenda hiyo, message imeshafika, ameshatubu kwa kujikuna. Badilisha mada, muulize utakula ugali au nipike wali, utakunywa chai au kahawa. Hii ajenda imeishia wapi? Bahati mbaya wamama na nyie munapenda sana usikie aseme nimekosa, samahani. Unajiletea stress. Ukiamua kuishi na kiumbe kinaitwa mwanaume, unaishi na kiumbe kigumu ambacho ukikaa nacho kutoka Januari mpaka Disemba, celebrate, chinja kuku, kwamba Mungu umeniwezesha kuishi na kiumbe hiki. Sisi kutubu ni wagumu. Ukinibana na kwambia tuyache tuangalie kesho, ukisikia tuyache tuangalie kesho, hiyo futa. Message imefika, nimeona makosa yangu, utaona tu kwamba nimebadilika. Amen. Hey, usiseme tu tubu. Mwanaume ukimlazimisha anakugeuzia kesi, inakuwa ya kwako, kwa sababu katika viumbe havitakagi kelele ni wanaume. Wanaume watakagi kelele. Wanaume ni kama benki. Benki na hela havitaki kelele. Na bahati mbaya
Wanawake mliumbwa kuishi kwenye kelele, ndio mnasikia raha. Ndio maana mwanamke hawezi kukuambia jambo sentensi moja, anataka muongee. Hawezi kusema mme wangu, naomba pesa ya mboga, nyama, vitunguu na hivi shilingi kadhaa. Hawezi, anataka muongee. Utasikia sijui leo tunakula nini, unamwambia sasa sijui tunafanyaje, tutafute mboga. Wewe useme sijui mboga gani, nyama, halafu umuulize kilo ngapi, moja, halafu umuulize wakati gani unaenda kuchukua, sasa hivi. Umuulize kuna kingine tena, avocado, maziwa lala na nini. Mkimaliza halafu atakwambia sasa uniulizi kwamba naenda na bodaboda au nataka mzungumuze. Anaweza kakuomba pesa za nywele, anaanza nasema nywele zimefumuka, kwa hiyo nilitakiwa niende saluni. Unaenda lini? Hata leo jioni. Unasuka za aina gani? Pesa za 2000. Utaenda wapi? Ataka mzungumuze. Sisi ni akina shortcut, unataka mbamba kuisha. Lakini ndio hivyo tumepewa viumbe hawa, inabidi uwe na mdomo na masikio ya kumsikiliza. Ndio maana wamama mnaweza mkawa mnaangalia taarifa ya habari, hamwamini hata mtangazaji, anamwamini mume wake. Anakaa katikati ya TV na mume wake. Kule wanasema Gachagua ameanzisha chama kipya. Kwa hiyo ana chama kingine. Mume ufafanue. Wamama, Mungu alitupa zawadi. Haleluya! Jamani, muda wetu umeisha. Nafikiri sasa tuingie kwenye maombi. Mambo mangapi yakae wapi? Ili kichwa chako kiwe na space. Ujue kwamba unaishi na watu ambao hawako. Ujue kwamba unaishi na watu ambao ni. Ujue kwamba unaishi na watu ambao wamekaa mkao wa kuwahudumia wao. Lakini pili, wana macho ya darubini ya kufanyaje? Kuona makosa yako. Sio kwa maana hiyo ni wagumu kufanyaje? Kuomba msamaha. Hivyo wakikukosea wasamehe, hata kama hawajaomba msamaha, kwa usalama wako. Tusimame. Hebu mshike mkono jirani yako, muombe haya mambo manne yapate nafasi kwenye akili yake, wasimsumbue, wasimpe stress, wasimchanganye, ajue hawa watu wako hivyo. Hebu tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tusaidie Bwana kuishi na watu tunaokaa nao. Wewe unajua mateso anayoyaleta mwanadamu kwa wanadamu wenzake. Baba, tumekaa na watu hawako serious. Ubinafsi umekaa ndani yao. Wanataka sisi tuwahudumie tu, wanataka sisi ndio tutubu. Hawako tayari kuomba msamaha. Wanaona mapungufu na madhaifu yetu. Yesu, tusaidie. Msaidie kila mmoja aliyekuwepo mahali hapa. Neema yako isipungue kwake. Tie nguvu Bwana. Wasaidie wa mama hawa, wasaidie wa baba hawa, wasaidie vijana hawa. Wengine wameumizwa na watu mbalimbali, wamewakosesha amani, wamewakosesha raha. Baba, wape amani kuanzia leo. Stress zote ambazo zilikuwa zinasumbua akili zao, Baba, waponye. Neema yako na utukufu usiwache watoto wako Baba, watende mema wakati wote.
Baba, wavushe kwenye kipindi kigumu, maana watu wametuumiza, watu wametusema vibaya, watu wametusingizia, lakini neema yako iwe juu yetu. Baba, asante kwa mnaenda kusikia maombi yetu. Tubariki watoto wako, maombi haya yapate kibali mbele yako, katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Wote tuseme amen. Tuseme amen. Naomba tukae. Naomba kama kuna swali ili tumalize. Kuna mtu ana swali? Amen. Basi Mungu akipenda, wakati mwingine tutakuja kuonana tena. Huenda tusiwe na lunch hour, huenda tukija tutakuwa tuna semina za revival za jioni, kwa sababu kwanza ni wasifu mmeweza. Unajua kuja hapa mchana, kuacha kazi, kufunga shughuli zako sio kitu rahisi. Hii ni sadaka, mmeng'ang'ana, mmeng'ang'ana kweli. Naamini siku moja tutafanya ile revival ya jioni ambayo angalau haina majaribu mengi. Hii ya mchana ina majaribu mengi, lakini mmejitahidi. Mungu awabariki sana. Wakati mwingine tutakuja kuonana. Amen.